eneo moja tu ninazo taarifa. Waheshimiwa madiwani mko wapi? Na halmashauri simameni. Ninazo taarifa hapa. Kuna ka hangover kakugombana hapa. Kakugombana hapa. Ninyi mnagombana wakati wananchi wana migogoro ya ardhi. Mstahiki Meya, acheni utaratibu wa kugombana. Na bahati nzuri mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Kama madiwani mtaendelea na utaratibu wa kugombana makundi. Mlezi wa mkoa ni nani, Mheshimiwa Mwenyekiti? Nitaiangalia ile taarifa ya mlezi. Acheni utaratibu wa kugombana. Tuna kamati za kila sekta. Shughulikieni na mambo ya wananchi. Na hii tabia ya madiwani kugombana kila wakati, makundi, chaguzi, kiu ya vyeo. Kwa sababu sasa hivi hili jambo la TAMISEMI liko kwangu na mpaka na halmashauri zetu hizi. Mheshimiwa Waziri, nilishaelekeza tafuteni ile sheria inayoongelea kila siku tutachagua makamu mwenyekiti. Tunaifuta na yenyewe. Watu wakae wa concentrate na shida na kero za watu. Sio kila mwaka tunawaza kugawana vyeo, kugombea, tunagawana halmashauri. Tumefanya halmashauri ni ukumbi wa uchaguzi. Nitaifuta na yenyewe hiyo. Mwelekeze katibu mkuu, andaeni hiyo sheria hiyo ifutwe. Tunatengeneza makundi kwenye halmashauri, watu hawahangaiki na migogoro ya ardhi, hawahangaiki wa mama wajane wananyang'anywa maeneo. Tuna kamati za maendeleo ya jamii, ninyi mnawaza vyeo tu. Kaeni. Andikeni kwa mwanasheria mkuu, bunge linalofuata apeleke marekebisho ya sheria kuondoa mambo ya kila siku watu wanawaza vyeo. Wanagawana wataalamu wa halmashauri, kila mtu anawaza kuandaa mwenyekiti wa kamati, makamu mwenyekiti. Muundo wa uongozi wa nchi yetu tumeupeleka mpaka ngazi aliko mwananchi. Hizi kero zinakaaje mpaka aje rais, aje makamu wa rais, aje waziri mkuu? Hawa viongozi ambao tuko nao kila siku na ziara mnafanya kitu gani? Nimefika pale eneo moja pale Mombo pale, nimekuta eneo la kijiji limeuzwa. Wenye viti sijui nani na serikali ya kijiji, rushwa hapo, wamekutana na wafugaji, wameuza eneo. Nikasema mkuu wa mkoa, futa serikali yote ile, ianze upya na yenyewe. Rushwa kutembea na miuli tu kuhalalisha rushwa. Niliambiwa hata Mheshimiwa Mkurugenzi, niliambiwa hata mfuko wa jimbo haujaundwa hapa. Mnalumbana nani wawe wajumbe. Mheshimiwa Waziri, sheria inasemaje? Nani anaunda mfuko wa jimbo? Mpeni kisemeo. Nani anaunda? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kawaida kamati zote kwenye halmashauri zetu, mara anapopatikana mwenyekiti wa halmashauri au mwenyekiti wa manispaa au jiji, yeye anakuwa na jukumu la kuunda kamati hizi akishauriwa na mkurugenzi. Lakini linapokuja swala la kamati ya mfuko wa jimbo, Mheshimiwa Waziri Mkuu,
haiwezi kamati hii kuundwa bila kumshirikisha mheshimiwa mbunge, maana ndio mwenyekiti wa kamati hiyo. Haya, mkurugenzi, mwacheni mbunge, kama mna maoni yenu mpeni ushauri, atakachopitisha ndio hicho. Mfuko wa jimbo ni shilingi ngapi mfuko wa jimbo hapa mnapokea? Milioni 62. Mnagombana kuhusu milioni 62. Mna miradi mikubwa ya aina hii. Mbona mna kazi nzuri mnafanya, mkurugenzi? Mwacheni mbunge aunde mfuko wa jimbo. Bahati moja nzuri kwa muundo wa serikali yetu, kwa muundo wa checks and balance, muundo wa kuwajibika ndani ya nchi yetu, sio kama baadhi ya nchi ambazo mfuko wa jimbo unapelekwa kwenye akaunti ya mbunge. Sisi fedha zote zinakuja kwako na mapendekezo yote yanakuja kwa mkurugenzi. Hata kamati zikaeje, mwisho wa siku inakuja kwa mkurugenzi. Mkurugenzi ndo anayepokea fedha hata za mfuko wa jimbo. Sheria imetaka aunde kamati. Kwa nini na hilo mnalumbana nalo? Mwacheni mbunge aunde kamati. Kama mna madiwani marafiki, watumeni kazi zingine. Na mheshimiwa waziri, waandikie wakurugenzi wote watambue hilo. Na nimeelekeza fedha zote za miradi ya maendeleo zinapofika katika maeneo yenu. Rasi yuko wapi? Rasi, nimeelekeza fedha zote za maendeleo zinapofika katika mkoa, sio siri. Mkuu wa mkoa ajue, zinapokwenda kwenye wilaya, wakuu wa wilaya wajue, na ofisi za wabunge zijue, na madiwani wajue, sio siri. Hii mambo ya kufanya fedha ni siri, ndio watu wanalipana posho fedha za mradi wa maendeleo. Kwenye hili la miradi ya maendeleo, kwenye hili la uwajibikaji, kwenye hili la miradi ya maendeleo, kwenye hili la uwajibikaji, kwenye hili la kutokupuuza shida za watu, mtanuna, mtapasuka bure tu. Sikilizeni ninachowaambia. Miradi ya maendeleo sio siri. Kwa nini mkuu wa wilaya aone mradi siku Mwenge unakuja? Yaani ninyi mmekuwa vetted kuliko mkuu wa wilaya? Sio siri. Mradi wa maendeleo ni huu, wajue. Miradi ya fedha zimeshakuja, wajue. Shida iko wapi? Ili wasimamie utekelezaji wa miradi hiyo. Hii mambo ya kufanya siri siri ndio eneo ambalo BOQ imesema ziwekwe nondo za milimita 16, tunawekewa za milimita 4. Zamani teknolojia hata ilikuwa haipo, majengo yamejengwa, tumeyakuta hata sisi vijukuu. Sisi tunajenga bado hata Mwenge haujapita, tunaenda kuanza kuhangaika kupiga polish, nyufa zimeshatokea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, haya mengine nasema tu ni ya jumla. Kwenu ninyi hapa kazi yenu nimeiona iko vizuri. Nasema ya jumla ambayo tunatakiwa kuyarekebisha. Ninyi mmesimamia vizuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, jengo nimeliona, miradi niliyopitia nimeona, nimeridhika nayo. Mmefanya vizuri. Mmefanya vizuri.